Karibu sana pioneers wote kwenye jukwaa lenu pendwa la elimu na updates mbalimbali, Official Khudhey Pi Updates, mahali sahihi pa kupata taarifa sahihi za kina na kwa wakati kuhusu Pi Network na maendeleo ya mfumo mzima wa ekolojia yake. Leo tunaadhimisha siku muhimu sana, Pi Day 2026, ambayo pia ni kumbukumbu ya miaka 7 tangu kuanzishwa rasmi kwa Pi Network. Miaka 7 ya ubunifu, ukuaji na ujenzi wa jamii kubwa ya kimataifa yenye lengo la kuunda sarafu ya kidijitali inayotumiwa na watu wengi, yenye manufaa halisi na inayopatikana kwa kila mtu. Kuanzia mwanzo, maendeleo ya Pi yamekuwa yakifuata dira ya muda mrefu ya kujenga mfumo jumuishi unaotegemea matumizi halisi badala ya ubashiri. Katika maadhimisho ya mwaka huu, Pi imezindua maboresho na bidhaa mpya kadhaa zitakazopanua matumizi, kuimarisha miundombinu na kuongeza ushiriki wa pioneers pamoja na watengenezaji wa programu ndani ya ecosystem. Maboresho haya yanajumuisha uzinduzi wa toleo la majaribio la Pi Launchpad kwenye testnet, maboresho ya node na protocol, kuanza kwa second migrations, zawadi kwa KYC validators, uwezeshaji wa malipo ya mainnet ndani ya App Studio, muunganiko mpya na mifumo ya nje, pamoja na changamoto maalum ya matumizi kwa pioneers. Moja ya mambo makubwa ni uzinduzi wa Pi Launchpad kwenye testnet. Launchpad hii ni jukwaa litakalowezesha miradi ndani ya ecosystem kuzindua tokeni zao kwa njia inayolenga matumizi ya bidhaa badala ya kukusanya fedha. Kabla ya uzinduzi huu, Pi ilichapisha waraka wa mapendekezo uitwao PyRC ili kupata maoni ya jamii kuhusu muundo wa tokeni za ecosystem. Sasa, toleo la awali la Launchpad limezinduliwa kama programu ndani ya Pi Browser likitumia tokeni ya majaribio. Lengo la kuanzia testnet ni kuwapa pioneers muda wa kujifunza mfumo huu mpya, kwani unatofautiana na uzinduzi wa tokeni wa kawaida katika ulimwengu wa Web3. Takwimu na maoni yatakayokusanywa yatatumika kuboresha bidhaa kabla haijaletwa mainnet. Tokeni zitakazozinduliwa kupitia Launchpad zinatarajiwa kuwa za miradi yenye bidhaa tayari inayofanya kazi, ili tokeni hizo ziwe na matumizi halisi mara moja, kama malipo ndani ya app, zawadi, usimamizi wa jumuiya au kufungua huduma maalum. Fedha za Pi zitakazopatikana hazitaenda kwa wamiliki wa mradi moja kwa moja, bali zitawekwa kwenye mfuko wa ukwasi pamoja na tokeni husika ili kuanzisha soko lenye afya tangu mwanzo. Hii inatoa nafasi ya kushiriki miradi kwa uwazi, kupata tokeni mapema na kuzitumia ndani ya bidhaa halisi, hivyo kuwafanya watumiaji kuwa sehemu ya ukuaji wa miradi hiyo. Wakati huo huo, Pi imeboresha node na protocol za blockchain yake. Node kuu zote zimepandishwa hadi toleo 20.2 na zinaunga mkono protocol 20, huku uboreshaji wa mainnet ukitarajiwa kukamilika ndani ya wiki. Maboresho haya yanaweka msingi wa uwezo wa smart contracts, yaani mikataba ya kidijitali inayojitekeleza yenyewe kulingana na masharti yaliyowekwa. Teknolojia hii itaruhusu kuundwa kwa programu za kidijitali zilizosambazwa, masoko ya moja kwa moja kwenye blockchain, usimamizi wa NFT na huduma nyingi za kibiashara kama usajili wa huduma za kila mwezi, escrow na miamala inayotekelezwa kiotomatiki. Smart contracts zitatolewa kwa awamu, zikianza na zile zenye matumizi halisi kwa biashara na huduma, na kila moja itapitia ukaguzi wa kitaalamu, majaribio ya testnet na maoni ya jamii kabla ya kuingia mainnet. Habari nyingine kubwa ni kuanza kwa second migrations. Pioneers ambao tayari walihamisha salio lao la kwanza, sasa wanaweza kuanza kuhamisha salio lingine linaloweza kuhamishwa kwenda mainnet, ikiwemo bonus za referral kwa wanachama wa timu waliokamilisha KYC. Hata hivyo, kabla ya kustahiki, kila pioneer lazima awe amewasha uthibitishaji wa hatua 2 kwenye wallet kwa ajili ya usalama, kwani miamala ya blockchain haiwezi kurejeshwa. Migration za kwanza kwa wale waliobaki zinaendelea sambamba hadi foleni yote ikamilike. Kwa upande wa KYC validators, hatimaye malipo ya kwanza yametangazwa. Kila pioneer anayehamia mainnet huchangia Pi moja kwenye mfuko wa malipo kwa validators.
Katika mzunguko huu wa kwanza, kulikuwa na zaidi ya Pi milioni 16 kwenye mfuko kutokana na zaidi ya watu milioni 10 waliokamilisha migration, pamoja na kazi zaidi ya milioni 500 za uthibitishaji zilizofanywa na validators zaidi ya milioni 1. Ili kuongeza motisha, Pi Foundation imeongeza Pi milioni 10 zaidi kwenye mfuko. Matokeo yake ni takriban Pi 0.05 kwa kila uthibitishaji uliofanikiwa, kiwango ambacho ni mara 21 ya kiwango cha sasa cha uchimbaji. Validators watapokea malipo moja kwa moja kwenye wallet zao za mainnet. Aidha, Pi App Studio sasa inaruhusu programu kuhamia mainnet na kupokea malipo halisi ya Pi ndani ya app. Hii ina maana watengenezaji hata wasio na ujuzi mkubwa wa kiufundi wanaweza kuunda programu zinazotoa huduma halisi na kupata mapato ya Pi moja kwa moja kutoka kwa watumiaji. Programu 4 tayari zimealikwa kuanza kutumia mfumo huu. Pia, malipo ndani ya app sasa yanaweza kudumu hata baada ya mtumiaji kufunga app na kurudi baadaye, kuruhusu huduma za kudumu kama usajili, vipengele vya premium au maboresho ya kudumu. Kwa upande wa muunganiko wa nje, huduma za wahusika watatu zitakazothibitishwa kupitia KYB zinaweza kuunganishwa na Pi Network, na tayari kuna msaada kutoka exchange kubwa ya kimataifa, jambo linalopanua ufikiaji wa Pi kwenye mfumo mpana wa sarafu za kidijitali. Ili kusherehekea Pi Day, Pi pia imeanzisha Utility Challenge maalum kwa pioneers. Hii ni orodha ya shughuli rahisi zitakazowaongoza watumiaji kuchunguza sehemu mbalimbali za ecosystem, kujaribu apps, kujifunza bidhaa mpya na kutumia zana zilizopo. Baada ya kukamilisha kazi zote, pioneer atapata beji maalum ya Pi Day itakayoonekana kwenye wasifu na mazungumzo yake. Vile, draw ya zawadi za kumbukumbu ya maadhimisho ya Open Network inafungwa rasmi usiku wa Machi 14 kwa saa za Marekani, ambapo washindi 150 watachaguliwa kwa nasabu na kuwasiliana kupitia barua rasmi pekee. Pioneers wanakumbushwa kuwa makini na matapeli na kuhakikisha wanathibitisha chanzo cha mawasiliano. Kwa ujumla, maboresho haya yote yanaonyesha hatua kubwa katika mageuzi ya Pi Network kuelekea mfumo kamili wa sarafu ya kidijitali yenye matumizi halisi, ikichochewa na jamii yenyewe, watengenezaji na biashara. Kadri pioneers wanavyoendelea kuhamia mainnet, kujenga programu na kutumia huduma, ndivyo nguvu ya ecosystem inavyozidi kuongezeka. Hivyo basi pioneers, hii ndiyo Pi Day 2026, siku inayothibitisha kuwa safari ya Pi inaendelea kwa kasi kuelekea matumizi ya dunia halisi. Asanteni sana kwa kuendelea kuwa nasi kwenye Official Khudhey Pi Update, chanzo chako cha kuaminika cha elimu na taarifa za Pi Network. Kama kawaida, endelea kutufuatilia kwa update mpya. Tukutane tena kwenye update inayofuata. Happy Pi Day, pioneers!